Kuna baadhi ya vitu ambavyo Simba watahitaji kuviboresha baada ya mchezo ambao tumeushuhudia dhidi ya Gaborone United. Mchezo ambao kiukweli Simba wamefanikiwa kushinda kwa maana ya matokeo ya jumla kwa kufuzu kwa magoli 2-1, lakini kiwango cha Simba hakikuwa kizuri. Na kuna vitu viwili ambavyo Simba wanatakiwa kuvifanyia kazi kwa haraka baada ya kile ambacho tumekiona leo kwa Mkapa dhidi ya Gaborone. Kwanza, kiufundi, mwalimu ambaye atakuja kwenye kikosi cha Simba anatakiwa kuhakikisha kwamba anaboresha muundo wa Simba pale wanapopoteza mpira. Kumekuwa kuna hali ya kuendelea hivi sasa kwa mabeki wakati wa Simba kuwa wanafikiwa mara kwa mara pale ambapo Simba wanakuwa wanapoteza mpira. Yaani Simba wanapokuwa wanashambulia, wanapokuwa wanapoteza mpira, tangu kipindi yupo Fadlu, breki ilikuwa ni kwa mabeki wakati mwingine inakuwa mpaka ni kwa Kamara. Na kitu ambacho kimekuja kudhihirika leo kwenye mchezo dhidi ya Gaborone, hiyo hali ilianza tangu kipindi cha kwanza. Yaani baada ya filimbi ya mwamuzi tu kupulizwa kwenye kipindi cha kwanza, ni kama vile kwa kiasi kikubwa sana Gaborone ilikuwa kila wakifanya shambulizi ni uhakika kwamba inabidi miguu ya Shamu na Rushin ifanye kazi au Kamara aingie mzigoni adhibiti majaribio ambayo yalikuwa yanalengwa kwenye lango la Simba kwa kiasi kikubwa. Sasa hichi ni kitu ambacho inabidi mwalimu anayekuja akiondoe, kwa sababu leo nimekuja kugundua ni kama vile kipindi cha kwanza na kipindi cha pili performance za Rushin pamoja na Shamu ziliathirika sana kutokana na kufikiwa mara kwa mara. Kipindi cha kwanza waliweza kujishikilia, walitumia nguvu kubwa kukabiliana na yale mashambulizi ya Gaborone, lakini kipindi cha pili ni kama waliingia uchovu na hata ufanisi wao kwenye kuzuia ulikuwa unaonekana kama umepungua. Kuna muda ulikuwa unamwona Rushin hivi baadhi ya kasi za wale washambuliaji wa Gaborone na hata movement zao zilikuwa zinaonekana kumpa tabu kwenye eneo la mwisho. Shamu pia naye ulikuwa unamwona kuna baadhi ya mipambano alikuwa anashindwa, kitu ambacho si kawaida. Mara nyingi Shamu anapokwenda kwenye duels unategemea awe anashinda hiyo mipambano, lakini kwenye kipindi cha pili hali ilikuwa tofauti, na ni kwa sababu walishatumia nguvu kubwa kudhibiti mashambulizi ambayo yalikuwa yanakuja kwa kiasi kikubwa kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kipindi cha pili ule ufanisi na ile energy ikawa imepungua, fatigue ikawa imewaingia, na hichi ni kitu ambacho going forward mwalimu atakayekuja ndani ya kikosi cha Simba kiukweli inabidi akirekebishe. Simba wanafikika kirahisi sana pale wanapokuwa wanapoteza mpira. Hilo la kwanza. Lakini la pili, viwango vya utimamu wa wachezaji wa Simba viko chini hivi sasa. Yaani fitness levels za wachezaji wa Simba ziko chini. Ili niliwahi kulibainisha kwenye mitandao ya kijamii kwenye ukurasa wangu wa Instagram kabla hata mechi dhidi ya Yanga haikuchezwa ya ngao ya jamii. Nilibainisha kwamba physically nilipoangalia Simba kwenye mchezo dhidi ya Gor Mahia walikuwa wako chini sana. Uwezo wao, kasi yao ya kuendana na mchezo kwa dakika zote 90 wakiwa katika intensity ya juu ilikuwa inaonekana kuwa ni changamoto, na leo imedhihirika kwa kiasi kikubwa kwamba physically Simba wako chini sana. Na ndio maana kwa kiasi kikubwa Gaborone licha ya kwamba walikuwa wanaonekana wako ugenini, lakini walikuwa wanaonekana wako comfortable. Ni kama vile wao ndio walikuwa wako nyumbani, waliutawala ule mchezo, walikuwa wanashambulia na kufika kwenye lango la Simba kwa hiari yao. Yaani walipokuwa wanaamua sasa kwamba tunafika kwenye goli la Simba kwenda kumuona Kamara, ilikuwa ni issue ya namna gani wao wanataka kufika, lakini hakukuwa na majibu ambayo Simba walikuwa wanaweza kuyaleta kwa ajili ya kukabiliana na hiyo situation. Kitu ambacho kiliwaangusha tu ni kwamba ufanisi wao ulikuwa ni mdogo, lakini pengine wangekuwa na ufanisi zaidi, pengine hadithi ingeweza kuwa tofauti kwenye mchezo muhimu kabisa huu wa leo ambao tumetoka kushuhudia kwa upande wa Simba. Kwa hiyo vitu viwili, muundo wa Simba timu inapokuwa haina mpira, lakini utimamu wa wachezaji unapaswa kwenda kufanywa maboresho kwa kiasi kikubwa sana. Na kitu kingine ambacho nimekuja kukigundua, Simba wanapopoteza mpira ama kwenye nyakati chache ambazo wanaamua kufanya pressing, mara nyingi Simba wanaamua kuzuia na 4-4-2, yani watu 4 nyuma, 2 katikati na 2 mbele. Mara nyingi 2 wa mbele inakuwa ni Soa pamoja na Jean Charles Ahoua, lakini ukiwatazama washambuliaji wa Simba wanapoamua kwenda kuzuia kuanzia mbele, unakuta eneo la kiungo la Simba huwa haliendi kusupport ile press ambayo wale wachezaji 2 wa mbele wanakuwa wameianzisha. Na siku zote kwenye mpira tunasema pressing inafanikishwa sio na yule mchezaji ambaye anaanza kwenda kuweka pressure kwenye mpira, bali wale ambao wanafuata kwenda kumsaidia kufunga njia na kwenda kudhibiti ule mpira usiweze kutoka kwenye ule mstari wa kwanza wa wapinzani. Sasa hichi ni kitu ambacho pia nimekiona kwa upande wa Simba. Mara nyingi sana wale wachezaji 2 wa mbele wakianza kwenda kuweka pressure kwa walinzi wa timu pinzani, viungo kina Kagoma,
Kante na wengineo kina Mpanzu huwa hawaendi kusapoti karibu na wale wachezaji wawili wa mbele. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna umbali mkubwa baina ya wale wachezaji wawili wa mbele na mstari wa watu wanne wa viungo. Kwa hiyo ina maana pasi moja tu ikipigwa ndani tayari wale watu wawili wa mbele wameshatoka tayari mchezoni. Hicho ni kitu ambacho nimekuwa nikikiona tangu kipindi cha Fadlu. Lakini kitu ambacho kinakuja kudhihirika pia ni kwamba hata sasa hivi pia viungo wa katikati wa Simba kuna muda unawaona leo, yani viungo wa Gaborone kuna muda wanaamua kwa hiari yao tu wanapita katikati, wanaweza kufanya kile ambacho wanaona ni sawa kwa upande wao na wanakwenda kupeleka madhara kwenye eneo la ulinzi pamoja na kwa goalkeeper Musa Pinpin Kamara. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuboresha kwa kiasi kikubwa sana muundo wao pale wanapokuwa wanapoteza mpira, lakini viwango vya utimamu vinapaswa kufanywa kwa haraka sana, kwa sababu kiukweli performance ya leo dhidi ya Gaborone ilikuwa hairidhishi, lakini mwisho wa siku yamepatikana matokeo ambayo yameweza kuwavusha kwenda kwenye hatua inayokuja. Lakini mwalimu wa Simba anayekuja anapaswa kuhakikisha kwamba anaiboresha timu kiufundi, lakini pia kwenye eneo la fitness Simba wanahitaji kufanya zaidi katika eneo hilo pia.